Ndugu mpendwa katika Kristo, kama mada inavyosema, mambo ambayo jicho hayakuyaona Mungu ametuandalia. Ni ujumbe gani ambao tunataka kuujua hapa? Ni kwamba Mungu ana mambo ambayo hatuwezi kuyaona kwa macho, kuyasikia kwa masikio, wala kuyaelewa kwa akili zetu wenyewe, lakini kupitia Roho Mtakatifu Mungu hutufunulia yale aliyotuandalia. Usikate tamaa kwa sababu hujayaona bado. Kuna mambo Mungu amekuandalia kwa ajili yako ambayo bado hayajafunuliwa kwako. Endelea kumwamini na kumfuata Mungu, kuomba katika Roho. Mungu atakufunulia siri kwa Roho Mtakatifu. Neema na baraka za Mungu ziwe juu yenu, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha na amani ya Mungu kwa nafasi hii kuongea nanyi muda huu kwa kufundishana kweli ya Mungu. Leo tunakwenda kusoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 10. Mada ambayo inasema mambo ambayo jicho alikuyaona Mungu amekuandalia. Hii ni hekima ya kweli ya Mungu. Ila ni kuombe tu, kama ni mara yako ya kwanza kupita katika chaneli hii, please subscribe na bonyeza alama ya kengele hapo, ili ikuwezeshe kupata notification kwa upload zote nitakazo kuletea. Tuendelee na mada yetu. Amen. Kwanza tusome neno lenyewe kisha tujifunze yamkini ni kitu gani cha kujifunza kutoka katika neno hili la Mungu. Nasoma kwa msaada wa Yesu Kristo. Acha nisome kitabu chenyewe. Ninasoma kwa msaada wa Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wake wa 7 mpaka wa 10. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliiazimu tangu milele kwa utukufu wake, ambao wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangelijua wasingelimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho alikuyaona wala masikio hakuyasikia wala kuyaingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia siri kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Amen. Twende tukajifunze ili somo hili, neno la Mungu. Itakuwa ni jambo jema sana kama utaweza kunisikiliza. Naomba unifuatilie mpaka mwisho ili na wewe ujifunze, uelewe ni kitu gani ambacho unapaswa kujua, mtoto wa Mungu. Amen. Ndugu mpendwa katika Kristo, kama mada inavyosema, mambo ambayo jicho hayakuyaona Mungu ametuandalia. Ni ujumbe gani ambao tunataka kuujua hapa? Ni kwamba Mungu ana mambo ambayo hatuwezi kuyaona kwa macho, kuyasikia kwa masikio, wala kuyaelewa kwa akili zetu wenyewe, lakini kupitia Roho Mtakatifu Mungu hutufunulia yale aliyotuandalia. Usikate tamaa kwa sababu hujayaona bado. Kuna mambo Mungu amekuandalia kwa ajili yako ambayo bado hayajafunuliwa kwako. Endelea kumwamini na kumfuata Mungu, kuomba katika Roho. Mungu atakufunulia siri kwa Roho Mtakatifu. Amen. Endelea kumwamini na kumfuata Mungu, kumuomba katika Roho. Mungu anatufunulia sisi kwa Roho. Amen. Tunaona kwamba Mtume Paulo anaeleza hekima ya Mungu sio ya kawaida, ni hekima iliyofichwa, ni siri ambayo watu wa dunia hii hawawezi kuielewa kwa akili zao tu. Mungu alikuwa amepanga tangu zamani, kabla ya ulimwengu, kwa ajili ya utukufu wa wale watu waliyemwamini. Amen. Unaweza usijue, lakini nataka nikuambie kwamba hii hekima inamuhusu sana Yesu Kristo, wokovu kupitia yeye. Watu wengi wa dunia hii hawakumtambua, lakini kwa wale waliomwamini walifunuliwa siri hii kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mungu ana mambo makubwa sana usiyoyajua. Mungu ana mambo makubwa sana aliyotuandalia wanaompenda. Mambo hayo ni
hayaonekani kwa macho, hayasikiliziki kwa masikio, hayajawahi kuwazia akilini mwa mwanadamu. Ndio maana tunasema viongozi wa dunia hii hawakuitambua hekima ya Mungu. Ndio maana walimtesa na kumsulubu Yesu Kristo bila kujua kuwa alikuwa Bwana wa utukufu. Dunia haiwezi kuelewa mpango wa Mungu bila msaada wa Roho Mtakatifu. Mungu ana baraka kwa wanaompenda. Ufunuo wa kweli kutoka kwa Mungu, si kwa akili pekee. Usikate tamaa kama uoni mambo makubwa sasa. Mungu anaandaa makubwa kuliko unayoyafikiria. Tafuta kuwa karibu na Mungu ili Roho Mtakatifu akufunulie siri zake. Usitegemee akili tu, mtegemee Mungu kwa ufunuo. Amen. Kuna kitu labda tutakuwa hatukielewi, lakini Mungu ana mambo mazuri aliyokuandalia hata kama uyaoni sasa. Ili kuelewa hekima ya Mungu unahitaji kumtegemea Mungu na Roho wake, si akili tu. Kuna siri za Mungu ambazo zinafunuliwa kwa wale wanaomtafuta kwa moyo wa kweli. Kuwa miongoni wa wale watu ambao wanamtafuta Mungu kwa moyo wa kweli. Kuwa miongoni kwa wale watu, unakuwa umepondeka chini ya Mungu, unakuwa unanyenyekea chini ya Mungu, unakuwa mtiifu chini ya Mungu. Jaribu kujikana mwenyewe, beba msalaba wako, mfuate Kristo ili uweze kufunuliwa zile siri za Mungu. Kila anayemwamini au kila mwamini anatakiwa kuzijua siri za Mungu. Usinangoja nini sasa? Hujachelewa na Mungu ufunua kwa wakati wake. Basi kuwa miongoni mwa watu ambaye mnatembea katika kweli ya Mungu, katika njia za Mungu. Niseme tu mbarikiwe sana. Shalom, na Mungu wa mbinguni awabariki, awafunue macho ya kiroho, masikio ya kusikia na kuelewa neno la Mungu. Mbarikiwe sana. Bye bye.